maisha yote ya dunia. Haya mateso na haya mauaji yamekuwa mauaji ambayo yameruhusiwa kwa makusudi mazima na aliyekuwa rais wakati huo, Samia Suluhu Hassan. Na Samia Suluhu Hassan ameyaelekeza mateso haya yawafike vijana ambao waliokuwa wakiandamana kwa amani bila ya kushika silaha yoyote, bila ya kuwa na malengo yoyote ya kufanya jambo baya ndani ya nchi yao. Kwa sababu iliyofanya vijana hawa wakuwe wanaandamana ni kutokana na utesi mkubwa ambayo kabla ya uchaguzi ilifanyika. Utesi hiyo kwa mfano kama kutekwa kwa wanaharakati waliokuwa wakikosoa serikali, pamoja na kuwafunga sio kihalali viongozi wa upinzani wa nchi hiyo, pamoja na kuwa disqualify, samahani pia sichukua najua na maana yake Kiswahili kwa sasa, kuwatoa sifa, labda tuseme na kuwatoa sifa baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka kugombea rais. Tume ambayo imekuwa corrupted, waliwazuia watu wengine kugombania urais na kumweka mtu mmoja tu akuwe anafaa kugombania urais. Mtukufu Pop, tuko na ushahidi inayoaminika inayothibitisha mauaji haya niliyokwambia, pamoja na watu kubakwa, pamoja na watu wengine kuwekwa na vilema. Ushahidi ambayo kwa heshima kubwa sana nimekuwa nimeiambatanisha kwa hii barua kwa njia ya ambayo imepitishwa kwenye mashine, imethibitishwa na teknolojia kubwa inayoaminika duniani kwamba picha hii imepigika Tanzania na kutoa metadata, pamoja na media na video ambayo imethibitika na taasisi kubwa sana ilikuwa imetuachia video za satellite. Nimeambatanisha hizo video hapa kwa barua na ushahidi huo hapa. Kwa heshima kubwa naomba uziangalie hizo ushahidi ya malalamiko niliyoyaweka hapo juu. Naendelea na barua. Nikaendelea kasema, hivyo basi, sisi vijana wazalendo wa Kitanzania, baada ya maombi na kutafakari kwa kina sana, tumekubaliana kufanya maandamano ya kudumu yasiyokuwa na kikomo nchi nzima. Maandamano ambayo itakuwa inaanza tarehe 9 Oktoba. Na maandamano haya ya amani ambayo yatakuwa hayana kikomo yatafanyika nchi nzima, na pia hayatakuja kusimama, hatutakuja kustupisha maandamano hizo mpaka pale tu matakwa yetu yatakaposikilizwa na kufuatwa kwa haraka. Miongoni mwa mambo ambayo tunayataka, la kwanza na la muhimu sana, tunataka haraka iwezekanavyo rais asiyekuwa wa halali Samia Suluhu Hassan ajiuzulu, ikiwa kwa raha zake ama kwa kushurutishwa, pamoja akifuatiwa na Inspector General Police Bwana Kamilasi Mongoso Wambura, pamoja na Chief Defense Force Bwana General Jacob John Mukunda, kwa sababu tu wameshinda kusimamia majukumu yao ya kikatiba na kuruhusu hayo mazalilisho niliyokuwekea hapo juu. Pia zaidi tunataka wafungwa wote wa kisiasa ambao wamekamatwa na wanaendelea kukamatwa kwa kushtakiwa kwa makesi ya uhaini waachiwe haraka iwezekanavyo bila ya masharti yoyote. Pamoja na tunataka pia pamoja na marekebisho ya katiba mpya ambayo katiba inaweza ikatuhakikishia haki ya kudumu, pamoja na uwajibikaji kwa viongozi ya Tanzania,
pamoja na ulinzi wa haki za binadamu. Mtukufu Pope, naomba kukuambia kama zaidi ya watu 200 wameripotiwa kutekwa ndani ya nchi ya Tanzania wakati Rais Samia Suluhu Hassan anakuwa anapata utawala yake. Hivyo basi, tunataka watu hawa wakuwe wanaachiliwa haraka iwezekanavyo, ikiwa wako hai ama ikiwa wamekufa. Pia, tunataka taasisi iliyokuwa huru na ya wazi ije ifanye uchunguzi juu ya ulimbikizaji wa mali, ulimbikizaji wa utajiri aliyokuwa nayo Bwana Rostam Aziz, Angela Kiziga na Abdul Halim Hafidh. Hivyo basi, kwa unyenyekevu mkubwa sana, tunaiomba kanisa yako tukufu kuinua sauti yake kwa uadilifu mkubwa kwa niaba yetu sisi. Tunaiomba kanisa tukufu itupatie ulinzi na itufanyie sala, kwa vile tukiwa tuko na matayarisho ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo siku ya tarehe 9 Disemba 2025. Kwa dhati sana, tunaiomba kanisa yako tukufu pamoja na mji wa Vatican, pamoja na kila mtukufu akikuwemo Bwana Pope Leo, kutuinua na madua pamoja na kutuletea uangalizi na ulinzi. Kwa wote ambayo watakuwa na mpango wa kututesa ama kutusumbua wakati ambayo tunafanya maandamano yetu. Lakini pia tunaiomba kanisa tukufu pamoja na Secretariat ya Pope ichukue barua hii, iweke kwa kila idara ya kimataifa duniani, iambie kila taasisi ya kimataifa duniani pamoja na makanisa yote duniani ya Wakatholiki juu ya maandamano yetu na nini tunataka na nini kinaendelea Tanzania. Kwa ufupi, tunataka maombi ya dunia nzima yafanyike siku hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mtuombee kwamba Mungu mtukufu aendelee kutupa hamasa, uvumilivu, amani na nguvu juu ya maandamano ya kudai haki tutakayokuwa tunayafanya tarehe 9 Disemba 2025. Nikamalizia na maombi ya kumwambia kwamba namwomba Mungu aiongoze kanisa yako isimame na watu wanaoteswa. Hiyo ilikuwa ni mwisho wa barua ambayo tumeipeleka Vatican siku ya leo. Ndugu zangu, hii barua hivi sasa tunazungumza tena imetumwa kwa idara nyingi tofauti, akikuwemo Samia Suluhu Hassan. Pia na yeye kapokea kupitia address zake official za Ikulu, kwa kumuonesha kwamba tupo serious zaidi.